الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, yastahiki tumrejeshe Allah subhanahu wa ta'ala shukrani kwa kutuwezesha kufika katika nyumba yake na kutupatia sisi matakwa juu ya kutekeleza ibada yake. Kwa hivyo kila Muislamu anapopata bahati ya ibada katika maisha yake anafaa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillah. Ndugu katika imani, katika ile wiki iliyopita, wacha hii ya jana, wiki ya juzi, tumezungumzia at-tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kila Muislamu anaitakidi na kuamini kuwa Allah jalla jalalu wahidun, ni mmoja, fi mulkihi, katika ufalme wake, wa fi ibadatihi, na pindi unapomfanyia ibada unamfanyia yeye peke yake jalla jalalu. Na tukasema ni nini maana ya tauhid, tukataka kuleta au tukaleta taarif, introduction ya tauhid. Tukasema neno tauhid ni neno Kiarabu, lakini Kiswahili maana yake kupokesha, kumfanya Mungu mmoja. Wa hadha i'tiqadu kulli muslimin, na hivi ndio anaamini kila Muislamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah katika risala yake ni Maalim at-Tauhid ameleta introduction au maelezo kuhusu tauhid. Na katika ile khutba iliyopita tumegusia na kuyazungumzia. Anasema at-tauhid, neno kumpokesha Mwenyezi Mungu, huwa aslu, ni misingi, yadullu ala al-ifradi, yaonyesha na kujulisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Hii ndio maana ya tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, jua kuwa hapana Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki illa Allah, illa Allah pekee yake. Kwa hivyo tauhid maana yake aslun yadullu ala al-ifrad, ni misingi ambao yajulisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Wa tauhidullah, na kumpokesha Mwenyezi Mungu, ifraduhu subhanahu wa ta'ala bil ibada, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia njia ya ibada. Yani unapofanya ibada mufanyie yeye peke yake jalla jalalu, wa ifradullah ta'ala bil ibada, kupitia ibada. Wewe unaposwali unamswalia Allah, unapoenda hija unahiji kwa Allah, unapochinja unachinja kwa ajili ya Allah. Inna salati, hakika ibada yangu ya swala, wa nusuki, na ibada yangu ya kuchinja ama ya hija, lillahi rabbil alamin, ni yake yeye Allah Mungu wa dunia mzima.
ونفي الشريك عنه, na kukana na kukataa kumfanyia Mwenyezi Mungu ushirikina, kwa kuitakidi kwamba kuna Mungu mwingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaitakidi na kuamini kuna Mungu mwingine katika hii dunia, au kuna kitu ambacho sio Mungu lakini kina nguvu na power kama ya Mwenyezi Mungu, iwe ni mawe, iwe ni sanamu, iwe ni chochote. Sasa unapokuwa na itikadi kama hiyo, umemfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Wanafi ushariki anhu, ukana na kukataa kumfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala fi huquqihi, katika haki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Haki za Allah ni ibada, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haki ya Mwenyezi Mungu ni ibada. Sasa wewe usitie ushirikina katika ibada. Unafanya ibada lakini nia yako ni lengo lingine. Unachinjia ruhani. Kuchinja ni ibada. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini unapochinjia ruhani, umeshafanya ushirikina katika swala la kuchinja ambalo ni ibada. Kwa sababu gani? Umechinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nafi shariki anu fi huquqi azza wa jalla wa khasaisihi. Wa khasais ni mambo ambayo kwamba ni mahsusi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna vitu ambavyo kwamba viumbe wa kawaida hawezi wakafanya, ambao ni khasaisullah, ni mambo special ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anasema, wa idha mariltu fa huwa yashfini, ninapokuwa mgonjwa au ninapougua, fa huwa yashfini, Allah ndio ananiponya. Sasa wewe unatakana uwe na itikadi kwamba na kuamini Allah ndio mwenye kukuponya. Kiumbe kingine anakufanyia asbaba ya wewe kupona, lakini hana uwezo wa kukuponyesha. Allah peke yake ndio atatia kabul kwa hizo madawa, kwa hizo matembe, kwa hizo Qur'ani ama ruqya, ndio kisha yeye akuponye Allah jalla jalaluhu. Na hata kama amepitisha hautapona. Utaenda kila sehemu, utafanyiwa kila kitu. Kama yeye hajaandika utapona, wewe hautapona, utakufa nayo. Kwa hivyo hii ni mahsusi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye Allah ndio mwenye kuponya. Kwa hivyo haifai wewe kuitakidi kwamba kuna kitu chochote kinaponya, au kwenda kwa mtu kumwambia ishfini, niponye. Wanadamu hawezi akakuponyesha, hiyo haliko katika uwezo yake. Yeye atakusaidia lakini hawezi akakuponya. Amma yujibul mutarra, Mwenyezi Mungu anasema amma yujibul mutarra, nani mwenye kumjibu mtu mwenye dhiki, idha da'ahu, pindi anapomuomba, wayakshifu su'a, kisha anamuondoshia dhiki, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dhiki na balaa kiumbe hawezi akakuondoshea, ni yeye peke yake jalla jalalu ndio anaweza akakuondoshia mambo kama haya. Tayeb, na katika mambo ambayo kwamba ni mahsus ya Mwenyezi Mungu peke yake ni khalqi, kama vile kuumba. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameumba. Sasa haifai wewe Muislamu uwe na itikadi na kuamini kwamba kuna kitu kingine kinaumba kama vile Mungu, au kuwa na itikadi kusema hii kitu ni nature. Nature ni kitu kimejifanya na kimejitokezea yenyewe automatically, na kuwa na itikadi kwamba kinyume na hicho kitu hakuna nguvu za Mwenyezi Mungu. La, kila kitu nyuma yake kuna nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jua kutoka ni nguvu za Mwenyezi Mungu, kuzama ni nguvu za Mwenyezi Mungu,
Usiku kuingia ni nguvu ya Allah, na asubuhi kuchomoza ni nguvu za Allah. Mtoto kuzaliwa ni nguvu za Allah. Kumpatika mke wako pia mimba ni nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni uwezo wake jalla jalal. Ni wangapi wako na wanawake na hawawezi wakazalisha? Kwa hiyo lazima utakidi kila kitu ambacho kwamba wewe wakifanya ama kinaendelea hapa duniani, nyuma yake kuna nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaendesha. Usitakidi kwamba kuna vitu vinafanyika nature. Nature ni wale watu ambao kwamba hawamwamini Mwenyezi Mungu. Wanakuambia wao everything is nature, kila kitu kimejifanya yenyewe. Wajili gani wanasema hivyo? Wanasema ili kumkarusha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Sheikh Uthaymeen rahmatullah anasema la yajuzu la yajuzu alqawl sunnatul haya. Haifai mtu aseme hii kitu ni nature. Hakuna kitu nature. Kila kitu kinaendeshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bali sema hii kitu ni sunnatullah, ni sunna ya Mwenyezi Mungu, yeye ndio anaipelekesha. Kwa sababu sisi binadamu ile capacity ya akili yetu haiwezi ikaipata baadhi ya vitu. Mwenyezi Mungu haja tufunulia, ametuacha. Sasa ukitaka ufunua zaidi utapotea. Kwa hivyo lazima tukue na tahadhari. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio aliyoumba biduni mithali sabiki, bila mfano. Leo watu wanatengeza masanamu lakini kwa mfano. Lakini Mwenyezi Mungu ameanzilisha kuumba biduni mithali sabiki, bila mfano. Hakuchukua for example, huwa al-mubdi', yeye ndio mwenye kuanzisha kuumba. Wa ila yaum al-qiyamah karizqi, mwenye kuleta riziki nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaambiwa tu ittakhidhi asbaba, chukua sababu tu ya kutafuta riziki, lakini Allah ndio anakuruzuku. Lazima Muislamu aitakidi kwamba Allah ndio mwenye kuruzuku. Na tukisema riziki si chakula na maji peke yake. Kuwa na afya pia ni riziki. Kuwa na nguvu ni riziki. Kuwa na family ni riziki. Kuwa na mali ni riziki. Kuwa na nguvu ni riziki. Yoyote Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia ni katika neema zake. Wewe unafikiria mwenzako kuna kila kitu, lakini hana afya. Wewe haujafikia hiyo daraja yake, lakini uko afya. Au dungu masindano, au una daktari kumtembelea, wewe watembea tu. Hiyo ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Wal imata, na kufisha, kutoa roho. Nani mwenye kutoa roho? Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Yeye ndio akona uwezo wa kutoa roho. Hakuna Mungu mwingine ana uwezo wa kutoa roho illa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio yeye akasema alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Mwenyezi Mungu ameumba kifo na uhai, na ametanguliza kifo kabla ya uhai. Ina maana sisi tulikuwa hatuko hapa duniani, sote hapa hatujakuwepo. Kwa hivyo tulikuwa maiti, hatujakuwepo. Kisha akatuumba, akatupatia uhai, na baadaye pia kwa nguvu zake ataondosha uhai wake, tuendelee na msafara ya kuendelea. Wal imatati, na kufisha, wal ihya'i, na kupatia binadamu uhai na viumbe vingine vyote. Kwa hivyo hizi zote ni mikhasaisi la, ni katika sifa ya Mwenyezi Mungu. Hakuna kiumbe ambao anaweza akasifika na vitu kama hizo. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Muislamu anatakana aitakidi na kuamini haya mambo ni katika mambo ni mahsus, ni ya mahsus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kuitakidi kwamba kiumbe kingine ana uwezo kama hiyo. Tayeb, baada ya hapo wanazuoni rahmatullahi alayhi majma'in wametuwekea njia ya kumfanya Mungu mmoja. Sababu sisi tunaitakidi kwamba Allah wahid, Mwenyezi Mungu ni mmoja, lakini njia ya kumfanya Mungu mmoja ni njia tatu. Wanazuoni wamegawanya. Kuna tauhidur rububiyya,
kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake. Unampokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake. Tauhidul uluhiyya, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada. Wa tauhidul asma'i was sifat, na kumpokesha Mwenyezi Mungu katika majina zake. Umuite Mwenyezi Mungu na majina ambazo amejiita nazo. Wa sifatihi, umsifu Mwenyezi Mungu na sifa ambazo amejisifu nazo, au Mtume sallallahu alaihi wasallam kamsifu nayo. Kwa hivyo hii ndio njia tatu Muislamu lazima ajue. Unapofanya ibada unamfanyia yeye, ndio tauhidul uluhiyya. Uluhiyya maana yake ni ibada, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada yake. Rububiyya maana yake ni uungu, mfanye Mwenyezi Mungu mmoja. Unaitakidi kwamba vyote vilivyoko baharini na ardhi kavu, makhluk, viumbe ambao viko mbinguni na chini ya ardhi, yote alizoziumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na itikadi kama hiyo. Hii ndio maana ya tauhid rububiyya. Sasa leo tutazungumzia tu tauhid rububiyya peke yake, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake. Na hapa sasa lazima tuzunduke. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba, baadhi ya wanazuoni wamegawanya Mungu mara tatu. Kwa kusema tauhidul uluhiyya, tauhidur rububiyya, tauhidul asma wa sifat. Wamegawanya Mungu mara tatu. Na neno tauhid ni kufanya mpweke Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawakusema wanazuoni Mungu kuna Mungu anaitwa rububiyya au Mungu anaitwa uluhiyya au Mungu anaitwa asma wa sifat. Wamesema tauhidur rububiyya, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake, uitakidi kwamba kila kitu alichokiumba ni Allah. Hii ndio maana tauhidur rububiyya. Tauhidul uluhiyya maana yake kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada. Unapofanya ibada mfanyie yeye peke yake. Hii ndio maana yake. Wanazuoni walipogawanya ni katika njia ya mtu kupata upesi na rahisi kumjua Mwenyezi Mungu na kumpokesha. Kwa hiyo leo ni at-tauhidur rububiyya ina maana gani? Anasema maana yake Sheikh Abdul Razzaq katika hii taarifa na introduction yake, anasema at-tauhidur rububiyya huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala. Sikiza maana yake, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ifrad ni kumpokesha Mwenyezi Mungu. Maana tauhidur rububiyya huwa ifradullah ta'ala, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bil i'tiqadi, kwa kuamini na kukubali, bi annahu wahdahu, huwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Hii ndio maana tauhid rububiyya. Maana yake nini? Ifradullah, kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetukuka, bil i'tiqadi, kwa kuamini na kukubali, bi annahu, huwa Mwenyezi Mungu wahdahu, yuko peke yake. Wahdahu, yuko peke yake. Al-Khaliq, yeye ndio mwenye kuumba. Al-Khaliq, yeye ndio ameumba. Al-Mujid min al-adam, kabla binadamu hawaja kuweko yeye akawavumbua na kuwaumba. Al-Khaliq. Al-Razik, tena mwenye kutoa riziki. Al-Malik, tena mfalme wa dunia hii na mfalme wa siku ya kiyama. Malik yawmiddin, yeye ndio mfalme wa siku ya kiyama. Limanil mulku al-yawm, watu wataulizwa siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani ufalme wa siku wa leo? Hakuna mwenye kujibu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye atajibu akisema lillahi alwahidi alqahar, ni yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo ni almalik Mwenyezi Mungu, yeye ndio mfalme. Qul illahumma malikal mulk, yeye ndio mfalme ya wafalme. Kila mtu ataondoka, yeye peke yake ndio atabaki. Kullu man alayha fan, watu wote wataondoka. Wayabqa wajhu rabbika, yeye peke yake jalla jalaluhu ndio atabaki. Kwa Allah ndio malik.
Al-Mun'im, tena mwenye kuneemesha. Amekupatia macho, amekupatia miguu miwili, amekupatia mikono miwili, amekupatia pumzi. Leo hii wale wagonjwa ambao kwa hospitali, ile pumzi wanawekwa, wanalipisha. Lakini wewe uko na miaka 40, Allah amekupatia free. Ni neema kubwa sana. Na akianza kukatisha, wewe utapata dhiki katika hii dunia. Kwa hivyo Allah ni Al-Mun'im, yeye ni mwenye kuneemesha. Neema ambazo kwamba wewe waziona na neema ambazo kwamba wewe huzioni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hata tukihesabu neema za Mwenyezi Mungu hatuwezi tukazihesabu zote. Al-Mutasarrif alladhi la sharika la. Mwenyezi Mungu ndiye anaendesha hii dunia. Al-Mutasarrif, yeye ndiye anaendesha hii dunia. Yeye kuchomoza jua na yeye ndio anafanya jua liende lingi. Kwa hivyo yeye ni Al-Mutasarrif, mwenye kupelekesha hii dunia. La sharika lahu, hana mshirika, hana msaidizi katika ufalme wake. Mwenyezi Mungu ni mmoja. La sharika lahu fi mulki, katika ufalme wake Mwenyezi Mungu hana mshirika, yani hana msaidizi. Kwa hii ndio maana ya tauhid rububiyya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Shukrani ya dhati ni yake yeye Allah, ambao yeye Allah ni Mungu wa dunia nzima, mlezi wa dunia nzima. Hapa yabainika kwamba Allah ndio amemiliki dunia yote na viliomo ndani yake, na yeye ndio mwenye kuendesha. Ndio wewe unapokufa hakuna mwenye kuzuia kifo, kwa sababu sio katika nguvu yako. Hiyo haiko katika pawa yako kuzuia kifo. Mwanadamu hawezi. Sasa yeye ndio anapeleka. Amekupangia kadar vitu nyingi. Wewe unaweza ukatoka asubuhi ukarudi jioni umevunjika, mgongo na honda ama gari, ama umeteguka, umeanguka, umevunjika. Lakini Allah ameshakuandikia kabla khalqika, kabla hajakuumba wewe utapitiwa na masaka kama hiyo. Sasa lazima uamini kwamba haya niliyopata nimeandikiwa, sababu yeye ndio mwenye kupelekesha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kukupatia mtihani. Ukagonjeka, ukakosa macho moja, hauoni. Daktari wapi kila sehemu hauoni macho, na ulikuwa unaona vizuri lakini hauoni. Yeye ndio amekupatia mtihani kama ile, lazima uridhike. Kwa ajili gani? Yeye ndio Al-Mutasarrif, yeye ndio mwenye kupelekesha. Wala kwa kutenda hayo Mwenyezi Mungu haja kudhulumu. Kwa sababu gani? Wewe ni mja wake, sisi ni waja wa Allah, yeye ndio katumba. Kwa hiyo lazima uridhike. Kila kitu ambacho kinakupitia lazima uridhike. Yeye Mungu ndiye akakutakia. Sababu sisi ni waja wake, yeye ndio katumba, lazima ukubali. Na katika sunna ndio unaambiwa useme alhamdulillah. Usipingane na matakwa ya Mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah. Shukuru. Au utake toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni mtihani. Na wala Mungu akifanya hivyo si ati amekudhulumu. Mfano wake, wewe uko na ng'ombe, katika ng'ombe zako zingine wazichinja, zingine waziuza, kwa sababu ni zako, haukuzidhulumu. Na wewe umefanya hivyo kwa ajili ya kuboresha mali yako. Na Mungu pia anatupitisha sisi baadhi za mitihani katika maisha yetu, kwa sababu sisi ni waja wake Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo Allah yeye ni Al-Mutasarrif, mwenye kuendesha hii dunia. La sharika lahu, hana mshirika wake katika kuendesha hii dunia. La sharika lahu fi shay'in min dhalik, hana mshirika katika kuendesha hii dunia. Yeye yuko peke yake anaendesha. Ndio Mwenyezi Mungu anasema law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata. Lau angelikuwa na Mungu mwingine asiyekuwa Allah, la fasadata, wangepigana. Sababu kila mtu anataka kumuonyesha mwenzake power. Kila Mungu
amuonyeshe mwenzake power na nguvu. Mungu huyu akiumba mwanadamu mwenye miguu miwili, yule atamuumba mwanadamu mwenye miguu mitatu. Mungu huyu akimuumba mwanadamu mwenye mikono miwili, Mungu mwingine ataumba mwanadamu mwenye mikono minne. Lakini hii nidhamu ya kidunia vile inavyoenda yajulisha kwamba mwenye kuipeleka dunia ni mmoja, kwa sababu iko katika system moja. Lau kana fihi ma'alihatu illa Allah la fasadata, lau kungekuwa na Mungu mwingine asiyekuwa Allah la fasadata, wangepigana na wangeleta ufisadi katika dunia. Lakini yajulisha kwamba Mungu ni mmoja. Wakala Taala, Mwenyezi Mungu anasema kuuliza, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul waulize makureshi, limanil ardu wa man fiha, ni nani hii ardhi na viliomo ndani yake? In kuntum ta'lamuna, mkiwa mwajua, sayaquluna lillah, watasema ni Mwenyezi Mungu. Hapa sasa ujue sasa, makureshi walikuwa wana itikadi kwamba Mungu ndio kaumba kila kitu. Wakana tauhid moja kwamba Mwenyezi Mungu kaumba kila kitu, ambao ni tauhid rububia wako nayo. Kwa sababu wanaulizwa limanil ardu wa man fiha, ni nani hii ardhi na viliomo ndani yake? In kuntum ta'lamuna, mkiwa mwajua, sayaquluna lillah, watasema ni Mwenyezi Mungu. Lakini kuwa na hii tauhidi haikuwafanya wao wakuwe Waislamu. Sababu tauhid rububia, wewe unaitakidi kwamba kila kitu Mungu ndio kaumba, unaitakidi. Lakini sasa wao hawana tauhid uluhiyya, hawakumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada. Walikuwa wanaenda kwa masanamu zao 313, wanachinja hapo, wanaomba, wanaenda kwa Allata, wanaenda kwa Al-Uzza, wanaenda kwa Manata, wanaenda kwa masanamu zao, wanawaomba. Kama kuna shida ya mvua, wanaomba masanamu. Shida ukame, wanaomba masanamu. Shida njaa, wanaomba masanamu. Na tumesema katika ile khutba iliyopita, ad-du'a ibada, dua ni ibada. Sasa wao walikuwa wanaomba masanamu, lakini upande mwingine wanaitakidi kwamba Mungu ndio kaumba kila kitu. Sasa hapo ndio wamekosea. Kwa tauhid rububia pekee yake haitakufanya wewe uwe Muislamu mpaka umfanyie yeye Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anawauliza, qul wauliza ewe Mtume Muhammad hawa makureshi, man biyadihi malakutu kulli shay, man biyadihi, nani yule ambaye kwamba katika mikono yake malakutu kulli shay, kuna ufalme wa kila kitu. Wa huwa yujiru, na yeye anaondoshea watu shida. Wala yujaru alayhi, wala hakuna mtu anaweza kathubutu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala akajiondoshea shida. Ikutu ta'lamuna, mkiwa mwajua, sayaquluna lillah, sema ni Mwenyezi Mungu. Qul fa anna tusarun, waulize kitu gani imewapoteza nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndio mmiliki wa kila kitu, yeye ndio mfalme wa kila kitu, na ufalme wa kila kitu uko kwenye mkono wake, na yeye ndio mwenye kupoza watu, kuondoshia watu dhiki. Lakini pamoja na hayo hawamfanyii ibada Allah subhanahu wa ta'ala, wanaenda kwa masanamu. Wakiulizwa wanasema inma liyuqarribuna ila Allah sulfa, hizi masanamu tunazipitia ili ituweke karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa hapo ndio kuna ushirikina. Wao wanaitakidi Allah ndio muumba wa kila kitu, lakini wanapokuja katika ibada hawamfanyii Mwenyezi Mungu, wanaenda kwa masanamu. Sasa hapo ndio wamekosea, wakakosa tauhid uluhiyya, tauhid ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Tayeb, Nasr Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake ametafsiri aya kama hii, anasema man biyadi malakutu kulli shay, anasema maliku kulli shay, Mwenyezi Mungu ni mfalme wa kila kitu. Min al-alam al-ulwi, katika dunia ya juu, wal alam as-sufli, na ulimwengu wa chini.
Ulimwengu wa juu kule mbinguni ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ardhini pia. Manufsiru, vitu ambazo tunaviona ni yake Allah. Wa bala nufsiru, na yale ambayo kama hatuyaoni ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malakut anasema bimaana al-malik, bimaana kwamba Allah ni mfalme. Wa huwa yujiru ibadahu min ash-shar, Mwenyezi Mungu anaokoa waja wake kutokamana na shari. Wa yadfa anhum al-makari, anawaondoshia shida. Wa yahfadhuhum, na anawahifadhi mimma yadhurruhum, kutokamana na jambo ambalo litawadhuru. Wala yujaru alayhi, la yaqdiru ahadun, hakuna mwenye kuweza ayujira ala Allah, kujipiga kifua mbele ya Allah. Wayadfa ash-sharra alladhi qaddara Allah lahu, hakuna mtu katika sisi anaweza kujipiga kifua madhara ambayo Mungu kamwandikia ikamhepa. Hakuna. Kama Mungu katuandikia madhara itakupata, na kama hajakuandikia haitakupata. Kwa hivyo hii ni tauhid rububiyya. Lazima Muislamu haitakidi mambo kusema vitu vingine ni nature, ni makosa. Kila kitu unachokiona katika hii dunia na ambalo hulioni, Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndio ameziumba. Waqala ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema dhalikumullahu rabbukum, huyo ndio Allah ambao ni Mungu wenu. Fatabarakallahu rabbul alamin, ametukuka Mwenyezi Mungu ambao yeye ni Mola wa dunia nzima, Mungu wa dunia yote. Waqala ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema Allahu khaliqu kulli shay, Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu. Usiseme vitu fulani nature, kila kitu yeye ndio ameumba, ila nguvu zako hazidiriki na kuziona. Kwa hivyo Allah khaliqu kulli shay, Mungu ndio ameumba kila kitu. Wa huwa ala kulli shay wakil, na yeye kila kitu amekidhibiti na kukiangalia mpaka inapofika siku ya Kiyama. Tayeb, lakini sasa katika sekta ya ibada, sisi hapo Waislamu wote tunaitakidi Mwenyezi Mungu ndio muumba kila kitu. Lakini tunapofika katika masuala ya ibada, hatumfanyii Mwenyezi Mungu pekee. Tunataja vitu vingine ambazo sio Mwenyezi Mungu. Tunaomba kitu ambacho kwamba hawakiwezi. Mfano katika tariqa tijania, kuna watu wao wanafuata njia atijani, anaitwa Abu al-Abbas at-Tijani. Huyu wanasema ni wali wao watu wa hii tarika, lakini wamempatia sifa kubwa ya Mwenyezi Mungu. Wamemwambia nini? Mubarriqul barqi, yani yeye ana uwezo ya kuleta umeme wakati ile mvua ile. Mvua ikikuja kuna ile light inapiga kutoka mbinguni. Sasa wao wanasema yeye ndio mubarriqul barq, yeye ndio ameileta ile umeme, hiyo light mwenye kusababisha, wanasema ni atijani. Na hii kitu ni katika mambo ambayo kwamba ni mahsusi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe ya kawaida hawezi kufanya. Lakini wao wamechukua sifa ya Allah, wamempatia shekhe lao mubarriqul barqi, mwenye kuleta umeme. Ile light wakati ya mvua ikipiga, wanasema shekhe lao ndio anasababisha. Sababu ni shirki, kwa sababu power ya Mwenyezi Mungu unampatia kiumbe. Kisha wakampatia sifa nyingine, wakamwambia mir'adur ru'udi. Mir'adur ru'ud, shekhe lao yeye kazi yake ni kuleta radi. Siku mvua kuna ile radi kubwa inapiga. Sasa wanasema mwenye kuileta hiyo radi ni shekhe lao. Sababu ni ushiriki, kwa sababu nguvu za Mwenyezi Mungu unapatia kiumbe. Mwambie mir'adur ra'd, yeye ndio analeta ile tanda, ile radi yeye ndio anasababisha kila mvua ikikuja. Kisha wakampatia sifa nyingine, umimtarul muzuni, yeye ndio anateremsha mvua. Unaona sasa wanadamu wanatoka polepole katika njia haki, anampatia kiumbe kitu ambacho kwamba ni special ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia mimtarul muzuni, wewe shekhe letu, wewe ndio unateremsha mvua. Hapo mwanadamu anakosa tauhid, anaingia katika ushirikina. Kisha wanamwambia wa minqadhul barriyati,
Yeye ndio mwenye kuokoa waja, mwenye kuokoa viumbe vya Allah, mwenye kuokoa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wanampatia sifa ya Mwenyezi Mungu shiriki lao. Kwa hivyo hii yote ni ushirikina. Sifa ya Mwenyezi Mungu, nguvu zake haifai umpatie kiumbe. Kiumbe hawezi kaleta light kwa mvua, hawezi kaleta radi, hawezi kusababisha kuteremsha mvua. Hiyo ni nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hii sharika ya Tijani wamefanya ushirikina mkubwa namna hiyo. Kisha wakasema khalifatullah, yeye ni khalifa Mwenyezi Mungu, ramzul kauni, ni alama kubwa ya dunia. Ramzul kauni ni alama kubwa ya dunia, wa ruhu jamil khalq, na ni roho ya viumbe vya Mwenyezi Mungu yote. Wa huwa aslun lilwujudati, yeye ni misingi ya kuwepo kila kiumbe hapa. Sasa hapo kuna ushirikina. Unachukua nguvu za Mwenyezi Mungu unampatika kiumbe. Hiyo ndio tunasema shirki. Nguvu za Allah mpatie Mwenyezi Mungu, ile kitu ambacho kwamba ni mahsusi yake Allah subhanahu wa ta'ala, mwatie yeye, usilete ushirikina kati yake. Ndio juzi tukasema katika ile hutuba nyingine, watu wanaenda kwa makaburi wanaomba kaburi, wanaombea Sheikhana Fatina mauridu, nipatie ninachotaka kwako wewe, ya dhal judi, ewe mwenye kutoa. Maiti unamwambia nipe, maiti atakusaidia. Wewe mwenyewe sunna imekuambia zuru makaburi kwa lengo ya kuombea wale waliokufa dua. Pengine wako kwenye dhiki, watoka kwenye dhiki kama ile. Leo unachukua mzigo wako unaenda kwa kaburi unaomba. Au unachukua mchanga kaburi, unachukua unaleta kwenye compound yako. Inakusaidia nini mtu ambaye ameshakufa? Muombe dua muondoke. Hii ndio asili ya kuweka sharia. Sharia imeweka asili ya kuzuru makaburi ni kuwaombea wale watu waliokufa dua. Kwa sababu wamekufa lakini bado ni jamaa zako. Kwa hivyo sharia imeweka huruma hata wale waliokufa jamaa zako watembelee na uwaombee dua. Wewe badala ya kwenda kuombea dua unaenda unawaomba. Sasa hii inakuwa katosha. Mfano mwingine ya mwisho tukimalizia, watu wakina mama wanapokuwa wajawazito katika hali ya kujifungua wanakimbilia Hawa na Fatima. Ulizo kwa nini anasema hawa ni wanawake wakubwa na sisi ni wanawake na tuko katika hali ya kujifungua, chungu mtoto inatupiga. Sasa tunaomba ndio utasikia about Hawa abai Fatima binti Rasulillah. Wanakimbilia hawa kina mama. Hawa ni mamake bibi yake Adam alayhi salatu wasalam. Fatima ni msichana wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wao wanasema wakiwa katika hali ya kujifungua wanawakimbilia viumbe hawa wawili, wote hawa na abai Fatima binti Rasulillah. Sasa inafaa wanawake waelimishwe katika hali kama hii, wamnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio kaleta mimba, thumma sabila yasara, kisha njia uzazi pia kufanya upesi. Lakini wao wanaitakidi, wanafundishwa hivyo katika mazingira. Hao ni watu wakubwa. Sasa hii ni katika ushiriki. Amma yujibu almultarra idha daa, mtu yote mwenye kuwa na dhiki, mwenye kumsaidia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine wanawake wanaenda mtoni, wanasema arar abagada. Bagada ni shekhe mtu. Anasema arar maana yake nini? Kinga. Wako kwenye mto wanateka na ndoo, wanapiga, wanasema arar. Arar maana yake nini? Sheikh Bagada anataka kinga yako kutokana na ngwena. Arar. Ona, nataka baria uniwekee. Sasa yeye anaomba Sheikh Bagada, na hapo anafanya sema bismillah ya rabbi niokoe na mnyama ngwena ateke maji atoke salama. Lakini yeye anasema arar, nataka kinga. Sasa hii yote ni lafzi ambapo watu wamezoea kutamka, na nguvu za Mwenyezi Mungu unapatia kiumbe ambao kwamba ameshakufa. Kwa hivyo lazima kila Muislamu ajue njia ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Lazima ajue kila Muislamu kitu gani itaharibu tauhid yako, kitu gani itaharibu ile itabomoa kupokesha kwako Mwenyezi Mungu, kitu gani itabomoa ujue, ili uwe na tahadhari katika maisha yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika wale wenye kusikia wema na kufuata. Subhanallahi wa bihamdihi.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله صلوا على نبيكم فإن الله أمركم بالصلاة عليه. فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تعالى عن صحابه رسول الله اجمعين لا سيما من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اقم الصلاه.